Rafiki yangu, unaweza kuwa maskini leo, lakini kesho ukaamka ukiwa tofauti kabisa. Unaweza kuwa mgonjwa sasa, lakini baada ya wiki 2 ukiwa na afya timamu. Unaweza kuwa peke yako na huzuni, lakini mwezi ujao ukawa na mapenzi ya kweli na furaha isiyo na kipimo. Yote haya yanategemea na nguvu moja kubwa ambayo iko ndani yako: akili yako ya chini ya fahamu, subconscious mind. Leo katika mukhtasari huu wa kitabu kinachobadilisha maisha, The Power of Your Subconscious Mind cha Joseph Murphy, nitakufundisha jinsi ya kuamsha nguvu hii na kubadilisha maisha yako kabisa. Kaa karibu na usikose hata neno moja. Habari zaidi, familia yangu ya wapenzi wa vitabu. Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Swahili Book Summary, ambapo tunachambua vitabu bora zaidi vya maendeleo ya kibinafsi kwa Kiswahili rahisi kabisa. Kitabu hiki si cha kawaida. Joseph Murphy alikiandika miaka zaidi ya 60 iliyopita, lakini bado hata sasa kinaendelea kubadilisha maisha ya mamilioni ya watu duniani kote, kutoka Amerika hadi Tanzania, Kenya na hata Uganda. Kwa nini watu wengi wanaogopa maisha? Ni kwa sababu hawajui kuwa wana injini kubwa ndani yao ambayo inaweza kuwapa kila kitu wanachotaka, iwe afya, mali, amani na furaha. Kitabu hiki kinakufundisha jinsi ya kuwasha injini hiyo. Leo nitakuletea masomo 5 muhimu ambayo yakitekelezwa maisha yako hayatakuwa yale yale tena. Haya masomo yamebadilisha maisha yangu na ya maelfu ya watu, na yatabadilisha yako pia. Tuanze safari yetu. Somo la kwanza: akili yako ya chini ya fahamu, subconscious mind, ni bustani. Rafiki, fikiria akili yako kama shamba kubwa. Fahamu yako ni mkulima mdogo anayepanda mbegu. Akili yako ya chini ya fahamu, subconscious mind, ni udongo wenye rutuba sana. Chochote unachopanda, iwe mawazo mazuri au mabaya, udongo huo utakikuza na kukupa matunda yake. Ikiwa unapanda mawazo ya siwezi, mimi ni wa hivi hivi, nitaishia kuwa maskini, hakuna kazi, watu hawanipendi, udongo utakuzia magugu na maisha yako yatakuwa magumu zaidi. Lakini ukipanda ninaweza, nitafanikiwa, nina afya, nina furaha, udongo utakupa mazao mengi ya kushangaza. Joseph Murphy anasema, akili ya chini ya fahamu, subconscious mind, haijui kutofautisha kati ya uongo na ukweli. Inachukua tu yale unayoyapanda na inayafanya kuwa ukweli. Kwa hivyo, anza leo kuchukulia mawazo yako kama mbegu. Chagua mbegu bora tu na achana na mbegu usiyoitaka. Somo la pili: tumia nguvu ya imani na maombi. Sio lazima uwe na dini fulani ili uone nguvu hii. Murphy anasema maombi ni mazungumzo kati ya fahamu na akili ya chini ya fahamu, subconscious mind. Unapoomba kwa imani kamili, bila shaka, akili yako ya chini inaanza kufanya kazi mara moja ili kuleta jibu. Mfano, mwanamke mmoja alikuwa na ugonjwa mbaya. Alikaa kimya kila usiku na kujisemea, nina afya kamili, mwili wangu unapona sasa. Baada ya wiki chache, madaktari walishangaa, ugonjwa ulikuwa umepotea. Hii si uchawi, ni sheria ya akili. Unaposema kitu kwa hisia na imani, akili yako ya chini ya fahamu inaanza kutafuta njia zote za kukuletea hicho unachotaka. Anza leo kuandika maombi yako ya kila siku kwa furaha na imani. Somo la 3: visualization. Ona kama tayari umekwisha pata. Hii ndiyo siri kubwa ya watu wanaofanikiwa duniani kote. Usimsubiri muujiza. Muujiza unatokea wakati unapoona na kuhisi kama tayari umepata unachotaka. Funga macho yako, pumua polepole, kisha ona mwenyewe umepata kazi hiyo, umenunua nyumba hiyo, umepona ugonjwa huo, umeoa mke au mume bora. Ona rangi, sikiliza sauti, hata hisi harufu. Akili ya chini ya fahamu, subconscious mind, haiwezi kutofautisha kati ya ukweli na uongo. Inachukua vyote kama ukweli na inaanza kukuletea katika uhalisia. Wafanyabiashara wengi wakubwa duniani wanatumia mbinu hii. Wewe pia unaweza. Somo la 3: ondoa hofu na hasira. Hii ni sumu kubwa sana. Hofu na hasira ni sumu kwa akili ya chini ya fahamu, subconscious mind. Zikikaa ndani zinaharibu afya, mahusiano na hata mali. Murphy anasema, usilale na hasira moyoni. Kila usiku kabla ya kulala, samehe kila mtu aliyekukosea. Sema, ninawasamehe wote na ninaachilia sumu yote. Kisha weka mawazo mazuri. Hii itakufungulia milango ya baraka. Mtu mmoja alikuwa na biashara iliyokwama. Alipoanza kusamehe na kuacha kulaumu wengine, wateja wapya walianza kuongezeka kutokea asipopajua. Biashara yake ilirudi na kuwa bora zaidi kuliko hata mwanzo. Somo la 5: rudia maneno chanya, affirmations, kila siku.
Maneno yanayorudiwa yanakuwa imani, imani inakuwa matendo, matendo yanakuwa tabia, tabia inakuwa maisha. Andika maneno haya na uyaseme kila asubuhi na kila usiku. Nina afya timamu na nishati tele. Ninavutia mali na fursa nzuri kila siku. Nina amani ya ndani na furaha isiyo na kipimo. Ninaweza na nitafanikiwa katika kila ninalolifanya. Usiseme tu, hisia, amini. Onyesha furaha kama tayari imetokea. Watu wengi wanaona mabadiliko makubwa baada ya siku 21 tu ya kurudia maneno haya kwa uaminifu kila siku. Rafiki yangu, maisha si lazima yawe magumu kila wakati. Una nguvu kubwa zaidi duniani, akili yako mwenyewe. Kitabu cha Joseph Murphy kinakufundisha kuamsha nguvu hiyo na kuishi maisha ya kushangaza. Usiisome tu, itekeleze. Anza leo, anza sasa hivi. Iwe uko Tanga, Dar, Mombasa au popote ulipo, nguvu hii inafanya kazi bila kujali mahali. Wengi wanaosikiliza muhtasari huu wameanza kubadilika. Sasa ni zamu yako. Kama umependa muhtasari huu, fanya mambo matatu sasa hivi. 1. Bonyeza like na subscribe kwa sababu tunaleta muhtasari bora zaidi kila wiki. 2. Andika ninaweza kwenye comment ili nijue umesikiliza hadi mwisho na uko tayari kubadilika. 3. Share video hii na rafiki yako mmoja ambaye anahitaji motisha, labda yeye ndiye atakayekushukuru baadaye. Pia bonyeza kengele ili usipose muhtasari mwingine wowote. Asante sana kwa kutazama. Nakupenda sana. Mungu akubariki na akufungulie milango ya baraka.